Safi mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii moja ya habari inayozidi kugonga vichwa vya habari ni kutokana na uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu ambao unatarajiwa kufanyika mapema mwaka 2026, ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, like, comment na kushare video hii. Na mtazamaji wangu, kuna hizi hapa baadhi ya sababu ama hoja ambazo Mheshimiwa Lissu ataweza kuzifanikisha punde tu kipindi na wakati ambapo ataweza kuachiwa huru. Kwanza kabisa, sote tunafahamu kwamba kuna uhalali wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa njia moja ama nyingine. Sote tuliweza kushuhudia Mheshimiwa Tundu Lissu kutowania kiti cha urais na chama Chadema kutopewa nafasi katika kinyang'anyiro cha uchaguzi ulioratibiwa kikatiba mapema mwaka 2025. Hili hapa Mheshimiwa Lissu lazima ataweza kulizungumzia kwa undani. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo hatua hiyo iliweza kuzima azma yake aliyoweza kuwa nayo katika siasa za nchini Tanzania, jambo ambalo Mheshimiwa Lissu huenda asiweze kulikubali kamwe. Vile mtazamaji wangu, kuna masuala ya matumizi ya vyombo vya usalama kisiasa. Sote tuliweza kushuhudia idadi kubwa na nchi ya Tanzania kulaani matukio yaliyoweza kutokea katika maandamano ya amani yaliyokuwa yakifanywa na vijana Gen Z, ya kwamba baadhi ya maafisa wa polisi waliweza kuwa na kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na waandamanaji, jambo ambalo sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu ni kiongozi ambaye hayupo tayari kuona ukiukaji wa haki za binadamu kwa njia yoyote ile. Haijalishi ni kwa mwanaharakati ama mwananchi wa Tanzania ambaye ameweza kujitokeza kusimama na kuongea ukweli kuhusiana na uongozi ulioko madarakani. Vile mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba kuliweza kuzimwa kwa interneti na hata baadhi ya media hazikuweza kupewa fursa kupeperusha habari kuhusiana na hali iliyokuwa ikijiri kipindi na wakati ambapo vijana Gen Z walikuwa wameweza kutoka kwa ajili ya maandamano ya amani, jambo ambalo liliweza kusababisha vifo kwa maelfu ya vijana Gen Z pamoja na majeraha, jambo ambalo limeweza kuacha baadhi ya familia zilizoweza kupoteza wapendo wao wakiwa na majonzi na wakati mgumu. Pia wale walioweza kupata majeraha kuendelea kuwa na kipindi kigumu. Hivyo basi Mheshimiwa Lissu ataweza kujitokeza na kuzungumzia kukandamizwa kwa uhuru wa maoni na vyombo vya habari, jambo ambalo kwa njia moja ama nyingine Watanzania wengi wataweza kufaidika ama wataweza kupata kiongozi ambaye yupo tayari kuzungumzia hoja hiyo kwa uongozi ulioko madarakani. Sote tuliweza kuona jaribio lililoweza kufanywa naye Mheshimiwa Humphrey Polepole, ila kutokana na uhamasishaji na yale aliyokuwa akizungumza dhidi ya uongozi ulioko madarakani kuliweza kusababisha yeye kutoweka katika hali ya njia tatanishi, jambo ambalo linazidi kuvunja mioyo ya wafuasi wake Mheshimiwa Humphrey Polepole. Pia mtazamaji wangu, kuna kesi za kisiasa dhidi ya wapinzani. Hivi sasa sote tunafahamu kwamba kuna baadhi ya viongozi kama kina Mheshimiwa John Heche. John Heche hivi sasa ndiyo mwenyekiti msaidizi mshikililizi wa chama Chadema anayezidi kushikilia wadhifa wake Mheshimiwa Tundu Lissu, ila kwa njia moja ama nyingine sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa John Heche ni miongoni mwa viongozi ambao wameweza kupitia msukosuko mkubwa na vita vya kisiasa kutokana na nafasi anayozidi kuishikilia katika chama Chadema, pia kuamrishwa aweze kujiuzulu, ila hilo Mheshimiwa John Heche hajaweza kulifanya, kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo yeye ni kiongozi ambaye anayeamini usawa na uhuru
ili nchi iweze kusonga mbele. Pia wananchi ambao ni wenye nchi waweze kufaidi kuwa na uhuru katika taifa lao. Jambo hilo linazidi kuvutia idadi kubwa ya wafuasi wa chama Chadema kwa uongozi huo wake Mheshimiwa John Heche, wala hajaweza kuwa msaliti wa chama hicho, chama Chadema, kwa yeye kuwa tayari kukipigania na kulinda wadhifa aliyoweza kukabidhiwa baada ya kukamatwa kwake Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila mtazamaji wangu, pia kuna serikali ya maridhiano isiyo na usawa. Sote tunafahamu njama fiche inayozidi kupangwa kwa ajili ya maridhiano, jambo ambalo moja kwa moja Mheshimiwa Tundu Lissu hayupo tayari kufanya maridhiano. Kwanza kabisa, chama Chadema hakikuweza kushiriki katika zoezi kuu la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mbona tena chama hicho, chama Chadema, kiweze kufanya maridhiano? Sote tunafahamu kwamba hivi sasa ni wakati ambapo viongozi wakuu wa chama tawala, chama cha CCM, kwa maamuzi waliyoweza kuyafanya kwenye chama Chadema tiketi na fomu za urais katika kinyang'anyiro cha uchaguzi walioweza kupita, ni sawa na kile kitakachofanywa na viongozi wakuu wa chama Chadema kusalia kimya na kutokuwa tayari kwa ajili ya kufanya maridhiano ambayo hayataweza kuleta amani nchini Tanzania, bali ataweza kuleta ubabe wa kisiasa, jambo ambalo mwisho wa siku hakutakuwepo na amani na haki kupatikana, bali viongozi walioko katika chama cha CCM wataonekana kama kweli wameweza kuibuka kuwa washindi kufanya maridhiano ambayo yataweza kuficha aibu zao, hasa katika mataifa ya kigeni, kutokana na hatua kali zinazozidi kupangwa kuchukuliwa dhidi ya chama hicho tawala cha CCM. Mtazamaji wangu, haya yote yanazidi kudhihirisha wazi jinsi gani ambavyo kweli Rais Mama Samia Suluhu Hassan yupo uongozini ama madarakani, ila kwa njia moja ama nyingine changamoto anazozidi kupatana nazo zinazidi kusababisha hata watu wengi kutokuwa na imani na uongozi wake. Pia Mheshimiwa Lissu huenda kaweza kuuliza uongozi uliokuwa madarakani kwa nini hawakutaka tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini Tanzania iweze kuamua maamuzi kuhusiana na chama Chadema iwapo kitaweza kuwepo katika kinyang'anyiro ama hakitakuwepo, bali chama hicho kiliweza kuonekana kufuata agizo lililokuwa limeweza kutolewa na viongozi wa juu. Mtazamaji wangu, haya yote yanazidi kusababisha chama Chadema kuonekana chama ambacho ni pendwa tofauti kabisa na chama tawala cha CCM. Mtazamaji wangu, pia sote tunafahamu kwamba kuna matukio mengi yaliyokuwa yakitokea baada ya vijana Gen Z kukamatwa, kutekwa na hata baadhi ya wale waliokuwa wameweza kupigwa risasi. Mheshimiwa Lissu ni kiongozi ambaye hayupo tayari kwa ukiukaji wa haki za binadamu ama dhulma dhidi ya binadamu. Hivyo basi, kwa njia moja ama nyingine, haya yote Mheshimiwa Lissu ataweza kusimama kukabidhiana nayo dhidi ya uongozi wa chama tawala ambapo ni CCM, hatua ambayo itaweza kusababisha umaarufu wake Mheshimiwa Lissu kupanda maradufu zaidi na kile kilichoweza kutokea wakati wa zoezi la uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mtazamaji wangu, tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, like, comment na kushare video hii. Bye bye until the next video.